Ndugu mgeni rasmi, naomba nirudi nyuma kidogo. Mnamo tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 2023, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Suluhu Samia Hassan, akiwa katika mkutano wa COP28 uliofanyika katika Umoja wa Falme wa Kiarabu, alionyesha nia thabiti kuhakikisha Tanzania na Afrika kwa ujumla zinaingia katika matumizi ya nishati safi. Katika mkutano huo alizindua rasmi mpango wa msaada kwa wanawake wa Afrika wa kupika uliojulikana kama Africa in Women Cleaning Cooking Support Program. Ilikuwa inalenga kuwezesha wanawake wa Afrika kupata suluhisho la kupikia kwa nishati safi ili kupunguza utegemezi wa kuni na mkaa, ambao wote tunafahamu una madhara makubwa kiafya, kimazingira na kijamii kwa ujumla. Hakuishia hapo tu. Mwezi Mei tarehe 14, 2024, jijini Paris nchini Ufaransa, akiwa ni mwenyekiti mwenza wa mkutano wa IEA wa nishati safi ya kupikia Afrika, alizidi kuhamasisha na kuhakikisha upatikanaji wa nishati safi Afrika, ambapo matokeo ya mkutano huo ilikuwa ni pamoja na kusisitiza kwamba upatikanaji wa nishati safi kupikia wa mwaka 2024-2034 unaolenga kufikia 80% ya Watanzania. Kama tunavyofahamu pia, mradi katika ngazi ya kitaifa, serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Nishati pia ulizindua rasmi mkakati wa miaka 10 wa nishati safi ya kupikia ya mwaka 2024-2034. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii kampuni ya Petridec kwa kushirikiana na kampuni wazawa ya Asas tunayo furaha kubwa kuwakaribisha rasmi katika tukio hili la kihistoria la usimikaji wa jiwe la msingi la mradi wa Tanga International Limited. Mradi huu sio tu uwekezaji wa kimkakati, bali ni mchango halisi kwa Tanzania katika kujibu wito wa kimataifa wa nishati safi, usalama wa mazingira na maendeleo jumuishi ya kiuchumi. Tunajivunia kwamba juhudi zetu zinaungana na ajenda pana ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye ameonyesha uongozi wa mfano katika kukuza upatikanaji wa nishati safi hususan barani Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbali na manufaa ya kiafya na kimazingira, mradi huu utachochea ukuaji wa uchumi jumuishi kupitia ajira za moja kwa moja na ajira zisizo rasmi katika sekta ya ujenzi, usambazaji rejareja na utoaji huduma za nishati. Pia utaongeza kipato kwa wafanyabiashara hususan wa mkoa wa Tanga na hapa Chongoleani. Mradi huu utaleta imani kwa wawekezaji, utachangia katika malengo ya viwanda vya ndani na kutupa Tanzania nafasi ya kuendelea kuwa kinara wa mabadiliko wa kuelekeza matumizi nishati safi barani Afrika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa msingi huo, uwekaji wa jiwe la msingi leo si tu ishara wa kwanza kwa ujenzi wa kituo hiki cha LPG, bali ni ishara ya matumaini na mabadiliko na mshikamano katika kujenga taifa lenye afya bora, mazingira safi na uchumi endelevu. Kipekee ni shukuru ofisi yako binafsi ya Wizara ya Nishati, ofisi ya mkuu wa mkoa kwa kuwa na sisi bega kwa bega kuanzia mradi huu ulipokuwa unaanza. Kwa pamoja tunapiga hatua kuelekea Tanzania ya nishati safi kwa wote. Asanteni sana na kazi iendelee. Mna mambo. Kipekee niwaleteni salamu za Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi hawa wawili, wakati naomba ruksa ya kutoka kwa ajili ya kuja Tanga, na wao kama rais alivyofanya, na wamenituma salamu nyingi kwenu wana Tanga na wanawatakieni kila laheri. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, naomba nichukue nafasi hii tena kwa umasusi kuipongeza sana kampuni ya Tanga International Energy Limited
kwa dhamira yenu ya kuendesha mradi huu mkubwa, hususan katika mkoa huu wa Tanga ambao Wanatanga wenyewe wanauita ni lango la biashara. Leo tarehe 5 Juni inakuwa siku ya kukumbuka katika historia ya sekta ya nishati nchini, ya kwamba tunaweka jiwe la msingi kwa ajili ya mradi huu mkubwa. Ninafahamu tungetamani mambo mengi yatokee haraka, lakini lazima mjue kwa kuleta mitaji kutoka nje si jambo jepesi. Linategemea sana utashi wa serikali iliyoko madarakani, mazingira mazuri ya kibiashara kwa ajili ya wafanyabiashara, na ujasiri wa wafanyabiashara kwa serikali yao. Hii ni uthibitisho ulio wazi kuwa serikali yetu imetoa ujasiri kwa wafanyabiashara kuja kuleta mitaji yao, kwa sababu wana uhakika kuwa baada ya uwekezaji wao watapata faida na mwisho wa siku watapata manufaa, na wao watachangia ujenzi wa uchumi wa nchi yetu. Kwenye sekta ya nishati, kama mnavyokumbuka, mwezi Januari mwaka huu serikali ilikuja na mpango unaoitwa The Energy Compact, mpango wa kuharakisha upelekaji wa nishati kwa wananchi. Kama mnavyofahamu, uwekezaji kwenye sekta binafsi kwenye sekta ya nishati kwa miaka yote haujazidi dola za Marekani milioni 500. Leo uwekezaji huu unakuja na milioni 100 dola na sisi kwenye sekta yetu tumewekea sekta binafsi dirisha la uwekezaji wa bilioni 4 dola za Kimarekani. Kwa hiyo mkiwaona ndugu zetu hao wamekuja, maana yake ni kwamba serikali imetoa mrango huo, kila mtu mwenye mtaji kutoka nje aje awekeze hapa. Na kwa sababu hiyo niwashukuru tena na tena wawekezaji wetu kwamba katika bilioni 4 dola za Kimarekani, bilioni 4 tulizozitenga kwa ajili ya sekta binafsi, tayari tumeshapata milioni 100. Maana yake tunatafuta bilioni 3.9 kutoka kwa wengine, ambazo na zenyewe nataka niwatoe wasiwasi. Wako wawekezaji wengi wanawekeza kwenye sekta ya nishati, kwenye umeme, kwenye mafuta, kwenye miundombinu mbalimbali, na wenzetu leo Tanga International Energy ni miongoni mwao, na tunawashukuru sana. Ndugu washiriki, kama mnavyofahamu, kwa mujibu wa taarifa ya sekta ndogo ya mafuta EWURA wa mwaka 2024, matumizi ya gesi ya kupikia nchini yameendelea kuongezeka kwa kasi. Mwaka 2023-24 matumizi yalifikia tani 403,000 ikilinganishwa na tani 293,000 kwa mwaka wa fedha 2022-23. Hili ni ongezeko la sawa ya 38%, na ongezeko hili halijaja kwa namna yoyote, ni kwa sababu ya kampeni yetu ya nishati safi ya kupikia. Ukuaji wa sekta ya gesi ya kupikia kwa 38% haujawahi kutokea toka kupatikana kwa uhuru wa nchi yetu. Nilikuwa nawaambia wenzangu hapa kwamba tunapokuwa tunasema mradi huu utapunguza gharama ya gesi, lazima tuone kuwa wakati tunatekeleza mradi huu, kwenye akili yetu tufikirie, hivi tunawafikiaje wa Tanzania kwa kuwapelekea gesi vijijini? Hali tulionayo kwa sasa, gesi na ujazaji wake uko kwenye maeneo ya mijini. Vijijini watu wengi hawana uwezo. Matokeo yake gesi ikiisha hawana uwezo wa kuijaza, kwa sababu gharama ya kuitoa gesi mahali wanakoishi mpaka wafike mahali pa kujazia gesi, unakuta gharama hiyo ni karibu nusu ya kuweka gesi yenyewe, na matokeo yake inakuwa ghali sana. Ninawaomba wawekezaji hawa, na LPG Association tulikutana nao tukakubaliana, sasa tuanze kufikiria kupeleka vituo vidogo vidogo vijijini kwa ajili ya kujaza gesi kwa ajili ya Watanzania wengi zaidi. Lakini lazima tutafute teknolojia mpya ya kuwafanya watu, si lazima ajaze mtungi kwa 27,000. Kama mtu anataka kujaza mtungi kwa shilingi 5,000, iwepo teknolojia ya kulipa kulingana na mahitaji yake. Isifike mahali watu wakalazimishwa ule mtungi mpaka ujaze kwa kiasi hicho ndio uendelee kupika. Tukifanya hivyo, hii kampeni hatutaitendea haki. Tunakaribisha kila mtu mwenye aina ya teknolojia ya kutuletea teknolojia ya pay as you go, tuanze kuitumia sasa, na nawaomba Petradec pamoja na Asas muangalie hilo ni eneo ambalo linahitaji uwekezaji, ili Watanzania wengi zaidi waweze kutumia gesi hii badala ya kuwa na matumizi ya kuni na mkaa. Sasa nitamke kuwa jiwe la msingi la ujenzi wa kituo cha kusafirisha na kuhifadhi gesi ya kupikia LPG nimelizindua rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa mgeni rasmi, tufikishie salamu zetu za shukurani kwa Dr. Samia Suluhu Hassan
kwa kuweka mazingira mazuri, bora na wezeshi ya uwekezaji katika nchi yetu. Na sisi watu wa Tanga ni wanufaika wa kazi kubwa na nzuri ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumeona leo umeweka jiwe la msingi la mradi huu mkubwa. Ndugu zangu Waswahili tunaambiwa ni dola milioni 1. Kwa hiyo ni mabilioni kama 250 yamemwaga hapa Chongoleani. Piga makofi kwa wawekezaji wetu. Kwa hiyo tunawashukuru sana wawekezaji wetu Petra Dek pamoja na Asasi kwa kuamua kuja Tanga. Karibuni sana. Sisi watu wa Tanga tutawapa ushirikiano katika kuhakikisha mradi huu kwamba unakamilika kama mlivyopanga, na tunaye jemedari wetu mkuu wa mkoa anatusaidia sana. Lakini jambo la pili, tunafurahi kwamba mradi huu utatoa ajira kwa Watanzania ikiwemo watu wa Chongoleani. Tunawashukuru sana wawekezaji. Lakini tumefurahi pia kuona kwamba mradi huu unaenda kupunguza gharama za nishati ya kupikia ya gesi kwa Watanzania. Na kwa kweli Rais Samia amejiwekea alama kubwa duniani ya kuwezesha kupatikana kwa Dar es Salaam Declaration, azimio la Dar es Salaam la kuhakikisha tunaongeza idadi ya wananchi wanaotumia nishati safi. Huku Chongoleani pia mitungi yako ya gesi, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, imefika. Tumekutana hapa lakini umekuja kutufanya jambo muhimu sana la msingi la uwekaji wa jiwe la msingi la mradi huu mkubwa. Mheshimiwa, sisi tunachukua fursa hii tukushukuru na tukupongeze wewe kwa kazi kubwa unaendelea kuifanya ya kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Nchi yetu imeshuhudia weledi wako na kazi yako kubwa ya umahiri, na hasa ulipopewa sekta hii ya nishati. Naomba niwaambie wa Tanzania, sekta hii umeitendea haki sana, na Mungu akulipe kwa weledi na vipawa vingi ambao Mungu amekujalia navyo. Leo hii unakuja kufanya jambo miongoni mwa mambo mengi ya msingi umeendelea kuyafanya katika sekta hii ya nishati. Ninakumbuka ile ziara ya kwanza ulipoenda kule katika bwawa la Nyerere. Kipindi kile inawezekana wewe umesahau, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu. Sisi huku wengine wasaidizi wako tuna count jinsi gani unafanya na kuitendea haki sekta hii ambayo ilikuwa ni sekta yenye migogoro mingi. Ukitaka kuwa waziri wa matatizo, uje waziri wa nishati. Ukitaka watu wakuseme vibaya, uwe waziri wa nishati. Na hata wakati mwingine usiku unapata stress, mambo mengine hayaendi vizuri, uwe waziri wa nishati. Lakini tunakushukuru sana Mheshimiwa. Wewe tokea Mheshimiwa Rais alipokupa dhamana hii, umetusaidia sana kwa kiwango kikubwa. Hili ni moja kati ya yale mengi umeendelea kuyafanya. Leo hii naomba niwaambie wa Tanzania, inawezekana wengine wanasahau, wanajiziba data. Leo hii takwimu za umeme, tumeona jinsi gani tulipokuwa tunahangaika. Nilikuwa nafuatilia hotuba yako, tulitoka megawati 1600 karibu na 90. Leo hii tunazungumza megawati 4031. Piga makofi tafadhali. Nikiwa waziri wa viwanda ni huwa ninapata matatizo mengi kutokana na wawekezaji wakilalamika tatizo kubwa la umeme. Lakini hili umelifanya. Ndugu yangu Ahmed pale alizungumza, alifanya reference ya COP 28 tulipokuwa pale Dubai. Jambo hili ambao Mheshimiwa Rais wetu ameamua kuweka legacy katika bara la Afrika la nishati safi ya kupikia. Lakini bahati nzuri wewe ndio mtekelezaji katika eneo hili. Nikuhakikishie Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, umeitendea haki sekta hii. Hakuna hata mbunge mmoja wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anashindwa kushuhudia kwamba kuna kazi kubwa haijafanyika. Kila mtu anashuhudia kwamba kazi kubwa imefanyika. Hakuna hata jimbo moja. Kila jimbo umeweka alama yako kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan. Rais ametoa maelekezo, ametoa miongozo, wewe umeisimamia na kutekeleza kwa dhati. Leo hii tunashuhudia mtambo huu mkubwa. Mwishoni mwa mwaka 2027 utapokamilika, tutatengeneza historia mpya. Mahitaji yetu ni tani 1013 metric ton. Hii hapa capacity yake ni 45 metric ton. Maana yake ni 3 times ya mahitaji yetu. Piga makofi tafadhali. Tutakuwa exporters wakubwa wa jambo hili. Tunatengeneza historia ya serikali ya awamu ya 6 kwamba Tanzania sasa tunatengeneza misingi ya kujitegemea. Na hili Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, unatengeneza misingi ya kujitegemea katika swala zima la LPG nchini mwetu.